Serikali inatarajia kuanza ukarabati mkubwa wa reli ya kanda ya kaskazini ili kuongeza kasi ya treni kutoka mwendo wa sasa wa kilomita 30 hadi 70 kwa saa. Na katika michezo, timu ya Tanzania Prisons yajigamba kuibuka na ushindi katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya timu ya Yanga utakaopigwa Juni 18 mwaka huu katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Serikali inaanza ukarabati mkubwa wa reli ya kanda ya kaskazini ili kuongeza kasi ya treni kutoka mwendo wa sasa wa kilomita 30 hadi 70 kwa saa, pamoja na kujenga bandari kavu mkoani Arusha kwa lengo la kurahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Tanga kwenda katika nchi za maziwa makuu. Tupate taarifa zaidi. Mpango mkakati huo unabainishwa hapa jijini Arusha na viongozi wakuu wa shirika la reli nchini TRC na mamlaka ya usimamizi wa bandari nchini TPA mara baada ya kuhitimisha ukaguzi wa miundombinu ya reli hiyo. Mwenyekiti wa shirika la reli nchini TRC, Ali Karavina, ameeleza mpango huu wa serikali unaenda kuifanya Tanzania kwa kinara wa uchumi wa usafirishaji, kwani tayari nchi za maziwa makuu zimeonyesha nia ya kuitumia bandari ya Tanga kutokana na ufanisi na unafuu wa gharama. Lakini tunataka tukarabati, tuinue uwezo wa reli, tuwe tunakwenda kilomita 70 kwa saa. Tunataka tupunguze sisi congestion, sio kwamba ya bandari tu, ya bandari, lakini ya barabarani. Hapa Arusha mkae mkao wa kula kama anavyoelezeni huyu bwana. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA, Plasdus Mbosso, ameeleza kutakuwa na bandari kavu mkoani Arusha ili kurahisisha uchukuaji wa mizigo kwa nchi za jirani. Maana yake ni kwamba unaweza sasa badala ya kupeleka kontena lako bandari ya Tanga, utalileta katika bandari kavu ya Arusha, litapokelewa na litaanza utaratibu wa kusafirishwa. Lakini mizigo inayoingia nchini sasa unaweza ukaklia mzigo wako kutokea katika bandari kavu hiyo ya Arusha. Naye mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda ameeleza hiyo ni fursa kubwa kiuchumi kwa mkoa wa Arusha na amewataka wananchi kuchangamkia na hasa kuanzisha bandari kavu. Wananchi wa mkoa wa Arusha na Watanzania wanakaribishwa kuwekeza kwenye bandari kavu katika mkoa wa Arusha. Manake wewe ukiwa na eneo lako liko karibu na eneo la reli na ukawa huko karibu na barabara ya kutoa mzigo bila kusumbua, bila kuinterfere as a business kama utalii, manake wewe unaenda unaomba kibali, unapewa, unaanza kujenga na ujengi tu na kuiendesha. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Ahmed Abbas Ahmed amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Songea Bashiru Mhoja kuhakikisha wanawachukulia hatua za kinidhamu kwa watumishi ambao wamesababisha hasara na kushindwa kujibu hoja 35 za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa uzembe. Mkuu wa mkoa Kanali Abbas ametoa maagizo hayo wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani kwa lengo la kujadili ripoti ya mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 23-24, ambapo pamoja na mambo mengine ameipongeza manispaa kwa kupata hati safi na kufanikiwa kukusanya mapato kwa 100%. Lakini mkurugenzi unapaswa pia kuchukua hatua za mapema na stahiki za kinidhamu kwa watumishi au mtumishi yoyote kusababisha hasara au hoja kwa uzembe. Na hapa naagiza hoja zote za nyuma zilizosalia na maagizo ya laki yakamilishwe na kuwasilishwa kabla ya tarehe 30 Septemba 2025. Kwa upande wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Ndugu Odo Mwisho amewataka watumishi kuendelea kusimamia maendeleo na kutoa huduma bora kwa wananchi, huku kaimu meneja wa mfuko wa taifa wa afya NHIF Anthony Mgina akaeleza umuhimu wa kujiunga na bima ya afya. Ndio maana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inahitaji kuwa na viongozi na watendaji wanaochapa kazi, wanaosimamia ukusanyaji wa mapato. Tukishapata hayo mapato, manake tunapeleka huduma kwa wananchi. Lengo la serikali
kutokana na changamoto ya wananchi wanaoipata katika kupata huduma za matibabu wawapo kwenye vituo vya kutolea huduma, imetengeneza utaratibu ambao utamwezesha kila mwananchi kuwa na bima ya afya ili kuwaondolea usumbufu na changamoto ambazo wamekuwa wakipata katika kupata huduma za matibabu kwa wapo wa hospitalini. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Mohamed Ali Kawaida, amewasisitiza wakazi wa mkoa wa Rukwa kulinda amani iliyopo na kujiandaa kupiga kura Oktoba 2025 ili kuepukana na machafuko yanayotokea nchi jirani. Akiongea katika mkutano wa hadhara uliozikutanisha kata za Kirando na Itete wilayani Kansi, mwenyekiti wa UVCCM Taifa Ali Mohamed Kawaida amesisitiza wananchi kujiandaa kwa uchaguzi ujao na kuepukana na vitendo vinavyoweza kuvuruga amani iliyopo. Tuendelee kutunza amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Basi na amani, mvuvi hutoweza kuvua, mkulima hatoweza kulima, mfanya biashara sijui atamuuzia nani, lakini wanataka kwenda shule kina mimi na wale pale ndugu zangu, sijui tutakwenda shule wakati gani. Na kuna mambo mengine mengi yanapaswa kuendelea kama taifa. Ujenzi wa barabara sijui tutajenga saa ngapi, ujenzi wa zahanati na vituo vya afya sidhani kama vitajengwa, na mambo mengine mengi ambayo yangepaswa na kuleta tija kwa wananchi sidhani kama yataweza kuendelea. Mwenyekiti wa UVCCM Taifa ameambatana na baadhi ya wajumbe wa kamati ya utekelezaji wa UVCCM Taifa, wamekagua baadhi ya vikundi vya vijana wajasiriamali na kutoa ujumbe kwa wananchi. Kuna Watanzania wenzetu ambao hawaitendei haki nchi, hawataki Watanzania kwa amani, wanakuja wanaanza kutugawa. Ni wasiwa na Nkasi. Yoyote yule anayekuja hapa Nkasi na kuhamasisha vurugu na kuhamasisha uvunjifu wa amani, naomba tuwe mstari wa mbele kumkataa. Unajua, wanasema washiriki uchaguzi, sababu sio nyingine, ni kwa sababu hawana mgombea wa kushindana na Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikiripoti kutoka mkoani Rukwa, Wilibard Sumia, Channel 10. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Morogoro kimetoa maazimio 10 kikielekeza serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto zinazowakabili wananchi, hususan tatizo la kukatika kwa barabara na madaraja ambalo linakwaza shughuli za kiuchumi kwa wananchi. Maadhimio hayo yametolewa kufuatia hoja mbalimbali zilizoibuliwa na wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Morogoro, ambapo wameitaka serikali kushughulikia kwa dharura hali ya miundombinu duni katika wilaya ya Malinyi, Ulanga na Mlimba. Pia wameitaka serikali kukamilisha miradi ya umwagiliaji kwa wakati pamoja na kuhakikisha mashamba yaliyofutwa na rais yanarudishwa kwa wananchi ili aweze kutumika kwa uzalishaji. Sijui vigezo gani huwa vinatumika kupata mkandarasi, lakini anasafisha kwenye eneo ambalo sisi halitusumbui, kwa sababu kwake imemrahisishia yeye kusafisha na greda, lakini katika yale maeneo magumu kabisa ana delay. Nimepita mimi juzi, nilikuwa nimeenda huko vijijini kuzunguka kidogo na wananchi wangu, unakuta kwenye yale maeneo korofi kabisa hayajaguswa, lakini maeneo ambayo yameguswa hii hayakusumbui. Kwa hiyo nafikiri sasa hapo ni swala la kuweka mkazo kidogo kwa hawa wakandarasi wetu, waangalie zile sehemu korofi, kwa sababu huwezi kwa unapita na barabara nzuri imechongwa vizuri alafu unaenda kunasa sehemu nyingine. Kwa bado tuweze kupita wakati tunasubiri fedha za mwaka mpya wa fedha ambazo zinakuja pengine mwezi wa 9 au 10. Kwa sasa tufukie hata maudongo pashindiliki papitike, ndio ajenda kubwa. Awali akielezea mafanikio ya serikali katika sekta mbalimbali ikiwemo uboreshaji wa miundombinu, afya, elimu na kilimo, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima amesema licha ya changamoto ndogo zinazotokana na mvua, serikali imeendelea kutekeleza kwa mafanikio makubwa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM mwaka 2020-2025, huku chama kikitoa maelekezo yake kwa serikali ili kuongeza ufanisi zaidi. Uwekezaji mkubwa umeonekana kwenye mashine za X-ray. Tumenunua mashine za X-ray mionzi 14. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeleta mkoa wa Morogoro CT scan 2. Zamani hapo tulikuwa tunatoka, mimi wakati nakumbuka tunafikiria miaka 10-12 iliyopita, ilikuwa mtu ukiwa Dodoma, sikwambii Dar es Salaam, Dodoma, unataka CT scan unakuja Dar es Salaam ukiwa Dodoma.
Leo Morogoro yenyewe tuna CT scan 2 za kwetu wenyewe hapa. Azimio la pili, serikali iendelee kutafuta ufumbuzi wa changamoto za barabara katika maeneo ya wilaya za Ulanga, Malinyi, Morogoro vijijini, Gairo, Mlimba na maeneo mengine yenye changamoto za barabara. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Dr. Ernest Francis ametoa mwito wa waajiri wa taasisi za serikali na taasisi binafsi kutenga muda maalum wa kuwapeleka watumishi na watendaji kwenye mafunzo ya kuwajengea uwezo, maadili na kujifunza mbinu mpya za kuleta ufanisi kazini. Tupate taarifa zaidi. Ni mkutano kati ya chuo cha utawala wa umma Zanzibar na chuo cha utumishi wa umma Tanzania kuhusu utoaji wa taarifa ya kufanyika kwa kongamano la kwanza la kitaaluma la utumishi wa umma, lengo likiwa ni kukuza utumishi na ubunifu. Mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania Dr. Ernest Francis Mabonesho anasema kongamano hilo ni muhimu katika kuimarisha eneo la utumishi wa umma. Kuona umuhimu wa kupeleka watumishi wa umma kwenye mafunzo. Lakini nitalisemea pia hii kauli mbiu ya kongamano hili pia limelenga sana hapo. Tunajaribu kuangalia uadilifu wa watumishi wa umma, kwamba kwa kutumia teknolojia iliyopo sasa ni kwa namna gani watumishi wa umma wanahitaji sasa uwe utumishi wa umma unaonyumbulika, wanaoweza kubadilika. Na kikubwa kabisa hapa ni mind change. Ndio tunakifuatilia kikubwa zaidi. Tunaangalia namna gani tunaweza tukachange mindset za watumishi wa umma na kuelekea sasa kula ambako at least tunahitaji kwenda katika utumishi wa umma. Hata ukiangalia ndio maana tumeongelea mambo makubwa matatu ambayo tunajaribu kuyafocus, na lengo kubwa kabisa katika yote yale ni kuangalia uwezekano wa kubadilisha mitazamo ya watumishi wa umma kwa mitazamo ambayo watatambua ya kwamba mwajiri wao mkubwa ni mwananchi. Mkuu wa chuo cha utawala umma Zanzibar Dr. Shaban Mwinchum ameelezea maudhui na malengo ya kongamano hilo. Mada mbalimbali zitawasilishwa na kujadiliwa, zikiwemo uongozi wa kimkakati ili kuimarisha utawala bora na kuhamasisha mabadiliko kwenye utumishi wa umma. Mada ya pili itakuwa ni nafasi ya ubunifu katika kuleta mabadiliko chanya kwenye utumishi wa umma Tanzania, na mada ya tatu itagusia matumizi ya teknolojia katika kuimarisha utendaji kazi na kukuza uadilifu na uwajibikaji wa taasisi za umma nchini. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Changamoto ya ukosefu wa uzio katika kituo cha makao ya kulelea wazee wasiojiweza Silabu katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma imeelezwa kuchangia ongezeko la wizi wa mazao ya wazee hao kila mwaka. Hiki ni kituo cha kulelea wazee wasiojiweza Silabu kilichopo manispaa ya Kigoma Ujiji, waliobeba historia ya taifa hili, ambao wana makovu ya maisha, magonjwa na uzee, lakini hawajakata tamaa. Changamoto kubwa ya kituo hiki ni ukosefu wa uzio, hali inayowafanya wazee hawa kuwa katika hatari ya usalama wao na mali zao. Kweli tunaibiwa sana, sababu hakuna uzio. Tunaibiwa mihogo, tunaibiwa, yani mpaka wanapanda wanakata vigazi. Walinzi wapo ila sehemu ni kubwa sana, ndio hawawezi kuingia kwenye mashamba, ila sasa huyo anayeiba wanakuja usiku kuiba. Aliyeibiwa ni mtu ambaye hana macho kama mimi. Sasa atafanya ufumbuzi namna gani? Ni viongozi wetu watusaidie kupeleleza na kuwagundua. Tunaweza tukalima mashamba yetu wakaja kutuibia, tukabaki tunasikitika. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba watusaidie, watuletee uzio hapa na sisi. Binuru Joshua ni afisa ustawi wa jamii Silabu, anaeleza kwa sasa kuna wazee 29 wanaokabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinawafanya wazee kuwa na hofu zaidi ya kesho yao. Makazi haya yamekosa uzio, ambapo upelekea wananchi mbalimbali kukatiza katika eneo la makazi, hivyo kusababisha tabia za wizi na udokozi katika makazi. Tumekuwa na uchakavu wa majengo na miundombinu kwa ujumla, kwa kuwa majengo haya ni ya muda mrefu. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Andengenye anasema wazee hao ni muhimu kwa taifa na wanahitaji kulindwa kwa kuwa na mazingira mazuri yenye hadhi inayostahili. Wazee walifanya kazi kama tunavyofanya sasa hivi,
na ndio wanafikia hapo. Hata sisi tunafanya na baadaye tutafikia hapo walipo. Kwa hiyo lazima hili kundi tulienzi, kwa sababu ndani yao unapowaona kuna nguvu, jasho na damu ambavyo walivitoa kwa ajili ya kuiendeleza Tanzania. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Matukio ya uhalifu hapa nchini ikiwemo ujambazi wa kutumia silaha yanatajwa kupungua kwa kiasi kikubwa kutokana na ushirikiano uliopo baina ya jeshi la polisi pamoja na kampuni za ulinzi nchini. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa muungano wa vyama vya ulinzi Tanzania Felix Kagisa amesema hatua hiyo pia imesaidia kuongeza ajira kwa vijana kupitia sekta ya ulinzi. Kagisa alikuwa akiutaarifu umma juu ya mkutano mkuu wa chama hicho unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni, ambapo amesema sekta hiyo ipo bega kwa bega na serikali kuhakikisha usalama wa nchi unaimarika na amani ya nchi inalindwa. Mkutano huu tutahimiza sana watu wajue kwamba hii pamoja na kwamba tunatoa huduma, lakini ni biashara. Na biashara lazima tunufaike wote, waajiriwa pamoja na wewe unayeajiri. Kwa hiyo lazima na wewe ujiangalie kwamba kitu unachokitoa kinatosha kulipa mshahara mzuri wa kumfanya mfanyakazi aweze kujisikia. Kwa sababu unapompa mshahara mzuri, kwanza kazi anaipenda na kazi yako itakuwa na lindo lako litakuwa salama. Lakini ukimpa hela ndogo, ataichukia ile kazi. Lakini kingine tunataka tusisitize kwamba watu tuwalipe kwa wakati. Maana kitu kingine ni kwamba ni wakati gani unamlipa mlinzi. Usije ukamlipa mlinzi baada ya miezi miwili. Naam, watoto wanaohudumiwa na shirika la kimataifa la Compassion linalofanya kazi chini ya ushirika wenza na makanisa wilayani Igunga mkoani Tabora wameiomba serikali pamoja na wadau wengine wa masuala ya maendeleo kuhakikisha mabaraza ya watoto yaliyoanzishwa mwaka 2022 katika ngazi mbalimbali yanafanya kazi ipasavyo. Kuelekea siku ya mtoto wa Afrika ambayo Tanzania huungana na nchi zingine duniani kuadhimisha siku hiyo ifikapo Juni 16 kila mwaka, halmashauri ya wilaya Igunga kwa kushirikiana na vituo vya maendeleo ya mtoto na kijana cluster Igunga imewakutanisha zaidi ya watoto 400 ili kujadili na kutathmini kwa pamoja utekelezaji wa sera ya taifa inayohusu maendeleo ya watoto katika kuwapatia huduma stahiki, ikiwa ni pamoja na elimu, afya, ulinzi na malezi bora kwa manufaa yao na taifa kwa ujumla. Baadhi ya watoto wanaitumia fursa hiyo kuiangukia serikali wakiomba iongeze nguvu kwenye usimamizi wa mabaraza ya watoto, kwa kuwa tangu kuanza kutekelezaji wake hapa nchini yameonyesha manufaa makubwa. Hili baraza la watoto linatusaidia sisi watoto ambapo tunaweza kuna ukatili ambapo unatendeka, inakuwa ni vigumu muda mwingine kuambia wazazi au walimu, lakini tukiwa na baraza la watoto tunaweza tukapeleka shida zetu na zikatatuliwa. Katika nchi yetu ya Tanzania kuna sehemu ambazo baraza la watoto halijafika bado. Tunaiomba serikali iwekee mkazo na itilie mkazo ili kuweza kutatua changamoto ambazo zinawakumba watoto. Maono yetu ni kuwa na jamii inayoheshimu haki za watoto na kuwapatia haki zao hizo bila ubaguzi wowote ule. Lakini pia kuwa na jamii inayoendeleza watoto kitaaluma na kuwapatia ujuzi utakaowezesha kukabiliana na mazingira. Lakini pia jamii inayoheshimu ushirikishwaji wa watoto katika mambo ambayo yanawahusu watoto kama walivyoeleza hapa. Afisa maendeleo ya jamii wilaya Igunga Nuru Kasote ameeleza mikakati mbalimbali ambayo serikali ya wilaya hiyo inaendelea nayo ili kuhakikisha watoto wanalindwa, wanapendwa na kupewa nafasi ya kukua kwenye mazingira salama na yenye staha. Hiyo tutahakikisha naye mabaraza yote tunayaunda na tunayawekea usimamizi bora na kuwapatia mafunzo watoto hawa ili waweze kudiskasi au kuongea masuala mazima ya ustawi wao. Hususan watoto wale wanaokuwa wamefanywa vitendo vya ukatili kama wa kingono, waliobakwa, waliolawitiwa. Vyote hivi ni serikali. Haki ya mtoto na ulinzi wa mtoto, lazima yule anayemlea. Tumegawanyika hapa. Wewe ukinyoa kiduku, mimi ninachokijua unafundisha kiduku watoto. Na watoto wanajifunza kwa kuona. Unalegeza suruale na mtoto atalegeza suruale. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Viongozi wa vyama vya msingi na wakulima 200 wa zao la kakao katika wilaya ya Kyela mkoani Mbeya
wamepata elimu ya matumizi sahihi ya kupima unyevu pamoja na mizani ya kidigitali ambayo itaongeza uwazi na kuondoa migogoro wakati wa upimaji wa ubora sokoni. Viongozi na wakulima wa zao la kakao wanasema upatikanaji wa kipima unyevu na mizani ya kidijitali ni mwarobaini. Kila mtu ataona uwazi na uaminifu. Yani kwa mfano kipindi cha nyuma tulikuwa tunaonekana sio uaminifu. Nilikuwa napokea mzigo ambao sina uhakika nao, nilikuwa natumia kupima mkono. Kwa hiyo unaweza ukachukua kokoa ya mkulima yani unachukua tu kwa kupima kwa macho yako wewe na mkono. Maana unachukua kwa mkulima na kuja nayo huku kokoa, nikifika huku nikipima utakuta wanasema kokoa yako ina unyevu. Kule mkulima nimemzidishia kwamba kokoa yako imekauka. Sasa kulikuwa na mvutano. Mimi nikimwambia kokoa zako nimeanika huku zimepungua kilo 5, zimekuwa kilo 2. Tayari nilikuwa naonekana kama sio mwaminifu, nimemuibia. Kwa kupata hii mizani mipya, kwa kweli itasaidia kabisa kwa mkulima kupata kile anachostahili. Na hata sisi viongozi wa AMCOS kupokea mazao sahihi, kwa sababu tuna vipimo unyevu ambao tulikuwa hatuna. Ile ilikuwa inatupa hasara na shida ngumu sana kufidia ile upungufu unaotokea kwenye unyaufu. Lakini sasa tutakuwa tumepima hapa, tunakwenda tukiwa na uhakika kabisa. Funzo haya yameandaliwa na chama kikuu cha ushirika wa zao la kakao KIECU, huku uongozi ukitaja kwamba upo mpango mkakati wa kuongeza mazao mengine kwenye ushirika. Moja ya sehemu ya mpango mkakati wetu tulioweka ni kuongeza mazao ambayo yatapitia kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala na ushirika. Moja ya mazao tuliweka mpunga, mbaazi, ufuta na kokoa. Wengi huenda hawajui kakao inatokana na nini. Kakao inatokana na tunda hili ambalo unaliona. Na huu ndio mti wa kakao na haya ni matunda ya kakao. Kutoka hapa katika shamba la kakao, halmashauri ya wilaya ya Kyela mkoani Mbeya. Mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Na sasa ni habari za michezo. Kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya wajelajela Tanzania Prisons dhidi ya Yanga utakaopigwa Juni 18 mwaka huu katika dimba la kumbukumbu la Sokoine jijini Mbeya, kocha mkuu wa Tanzania Prisons Amani Josia ameeleza kuwa wamejiandaa kukabiliana na timu hiyo ili kuondoka na alama 3 muhimu. Kocha mkuu wa Tanzania Prisons akizungumza mara baada ya mazoezi ya viungo kwa wachezaji amesema licha ya timu pinzani kuwa nafasi ya kwanza katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, wamejiandaa kuichakaza katika ardhi ya nyumbani ili kuondoka na ushindi wa alama 3 muhimu. Msimu vizuri. Hatuko kwenye position nzuri, ukiangalia tunataka kukimbia pale kwenye playoff. So hiyo inatufanya tufanye kazi kwa bidii, tuone namna ambavyo kama tunaweza kunusulika tukawa salama zaidi pasipo kupitia playoff. Nafikiri itakuwa ni njia nzuri, na moja mechi ambazo tunaziangalia ni hizi. Tunaamini kwamba tunakutana na timu ambayo at least iko kwenye form moja, timu bora kabisa katika ligi yetu. Yule ambaye mbinu zake zitafanikiwa kiuwanja, nafikiri itampa matokeo, na sisi tunatafuta hilo kwamba at least tuwe na mbinu ambazo zinaweza kufanikiwa kwenye mechi hiyo. Upande wao wachezaji wa Tanzania Prisons wamesema malengo yao ni kuhakikisha wanapata matokeo mazuri na kuifanya timu yao kubaki ligi kuu kwa kuwa wamejiandaa vya kutosha, huku mmoja wa mashabiki wa Tanzania Prisons akitamba kuvuna matokeo mazuri katika uwanja wa nyumbani. Leo sisi wachezaji tumejiandaa vizuri, tumepata muda mwingi wa kutraining. Kwa sisi tunasubiria tu tarehe ifike ya mechi. Kwanza mwalimu kaja na plani zake kwa ajili ya mechi hiyo. Kwa kikubwa sisi tumefuata maelekezo ya mwalimu, anataka nini. Kwa sisi ni kufuata tu maelekezo ya mwalimu. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kwa ajili ya hiyo mechi. Yanga ni timu kubwa na tuko vizuri, na sisi tunajua hilo kwa Yanga ni timu kubwa. Na katika mazoezi, katika uwanja wa mazoezi, sisi hata wachezaji tunavyo training, na hisi mechi itakuwa ngumu, haitakuwa ya upande mmoja. Nawaambia kabisa Yanga hata wakija huku wajipange, mchezo utakuwa ni mgumu. Wachezaji kama watakavyokuja ndo watakuta matokeo rahisi. Hapana, mchezo ni mgumu. Hizo na sisi pia tumejipanga kwa mchezo huu hata 18. Tunasubiri kwa hamu. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimax Apolinari, Channel 10. Naam, mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopigwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.